sababu ya wema wako ambao Bwana umeudhihirisha katika maisha yetu. Umetupatia uzima na uhai na afya njema, na tena fursa nzuri ya kuja Bwana kuweza kuabudu katika ibada hii. Asante kwa sababu kila tunapokusanyika Bwana haukosi kusema nasi, na hata siku ya leo Bwana umetuma neno lako ili Bwana ukazungumze nasi na ukazungumze na kanisa lako. Nasi Bwana tuajiashiria miguuni pako Bwana, ili Bwana ukatufinyange vile upendavyo Jehova Bwana, kwa mikono yako ya uwezo na ustadi, mfalme wa mbingu. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu utatusaidia na kutusababisha kuelewa neno la Bwana mchana wa leo. Nami naposimama mbele ya watu wako, naomba kibali na neema hii ili Bwana ukanitumie upendavyo, ili wewe pekee Bwana ukajitukuze na ukajidhihirishe maishani mwetu. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba na tunaamini, na kama unaamini unaweza sema amina. Amen. Basi naomba ukaweze kukaa. Tumekuwa tukiongea kuhusu habari za imani, na kwa hivyo ninaposema kama unaamini ni kwa sababu najua kila siku kukiwa watu watatu unawezekana mmoja ambaye asiamini, sababu hata katika wanafunzi wa Yesu walikuwepo walioamini na wale wasiokuwa wameamini chochote kile Yesu alisema ama kile alifanya. Amen. Basi nikupatie ujumbe wetu mchana wa leo. Kichwa cha ujumbe wetu, putting your faith to work. Putting your faith to work. Kuweka imani yako katika kuitenda kazi ama katika utendaji. Weka imani yako katika utendaji. Katika Yakobo anatuambia kwamba imani bila matendo imekufa. Katika Ibrania tunaambiwa kuhusu imani bila kuipokea kwa njia ya matendo. Utajuaje ama mtu atajuaje uko na imani? Ni kwa sababu ya matendo ambayo yamezaliwa na imani yako, na kwa sababu ya matendo ama matokeo ya imani yako, basi tunaweza tukasema kwamba wewe unamwamini Mungu. Ibrahimu alimwamini Mungu kwa sababu ilionekana kwa matendo yake ya kwamba alimwamini Mungu. Kwa hivyo siku ya leo tunapoishi tuseme tu ya kwamba tunamwamini Mungu katika mioyo yetu, kama haijaonekana ama kudhihirika katika matendo ama katika maisha yetu. Na kwa hivyo tumekuwa tukiongea kuhusu imani, na tukaona kuhusu imani ya kuhamisha milima. Na pamoja na hiyo, ningependa leo tuamini ama tuone ya kwamba imani hiyo haiwezi kahamisha milima kama sisi wenyewe hatujaifanya ikafanye kazi hiyo. Juzi tukaona ya kwamba tunapokuwa na imani ya kuhamisha milima, basi ni lazima tukafike mahali tukaweze kuichanga moto imani yetu. We challenge the faith ili ikaweze kusababisha mambo fulani katika maisha yetu. After we challenge the faith, sasa imani hiyo tuiweke katika utendaji, ili watu wakaweze kuona ya kwamba kweli wewe ama mimi ni mtu wa imani, kwa sababu nimeweka imani yangu katika utendaji kazi. Na unaweza ukaangalia ukaona matendo ambayo yameonekana kwa macho, na ukasema kwamba haya matendo bila shaka ni ya mtu ambaye ako na imani ama anayemwamini ama anayemfuata Mungu. Sasa katika utangulizi kwa wale wanaandika, naweza ukaandika ya kwamba your faith is like a seed. You plant it, and when you plant it by saying it. Ya kwamba imani yako ni kama mbegu, ambapo tuliona juzi maandiko ilikuwa inatuambia, swali waambia wanafunzi wake, mkiwa na imani kidogo sana kiasi ya chembe ya haradali. Meaning ya kwamba imani yako ni mbegu, na hiyo mbegu lazima uipande. Na hiyo mbegu unaipanda kwa namna gani? Unaipanda kwa njia ya maneno ya kinywa chako. Na unapoipanda kwa njia ya maneno ya kinywa chako, basi mbegu hiyo itafanya kazi. Na tunaona ya kwamba once you speak it, the soil of your heart will grab it. And this means ya kwamba you are putting your faith to work. Unapo nena
hiyo mbegu ya imani ambayo tunaambiwa unaipanda kwa kuinena. Unapoinena basi ule mchanga mzuri wa moyo wako unaikumbatia ile mbegu, lafu ile mbegu sasa inafanya nini? Inaota. Na tumeona kwa mfano ule Yesu alipeana akasema kwamba mbegu ingine ilianguka katika miba, ingine ilianguka kwenye udongo mzuri, ambao udongo mzuri maandiko inasema ni wale watu wanaosikia hilo neno na wakaliamini. Meaning ya kwamba your heart is a good soil, ya kwamba neno la Mungu likiingia kwenye moyo wako linapata nafasi ya mchanga wenye rotuba nzuri, na huo mchanga unasababisha hiyo mbegu inamea. Na hiyo mbegu tutajuaje imemea? Saa ile unatamka maneno ya imani. Tunajua kuna mbegu ilipandwa kwenye moyo wako, na kile tunaona kwenye kunena ama kwenye kutamka ni matunda ama ni matokeo ya ile mbegu iko ndani ya moyo wako. Maana maandiko inasema kwamba moyo hunena kwa wingi wa kile kinachoujaza. Kwa hivyo moyo wangu ukiwa umejazwa neno la Mungu ama mbegu ambayo ni ya imani, every time I speak, I will speak faith. Na kwa sababu hiyo basi nitakaponena imani hiyo, basi kuna kitu itafanyika. Lakini tusahau ya kwamba the foundation of it all is your heart, which is a good soil. Neno la Mungu linapoingia linapata mchanga wenye rotuba. Asubuhi ya leo nakusia kwamba hili neno likapate mchanga mzuri wenye rotuba ndani ya moyo wako, ili likaweze kukua. Yote nikasema ya kwamba kizazi hiki tunahitaji kuinua watu pamoja na mambo mengine yote, giants of faith, watu walio na imani, na si imani tu, lakini imani ya kuhamisha milima. Haleluya! Imani ya kuhamisha nini? Milima. Kwa sababu gani? Kile unachoongea, you cannot say what you cannot see. You only say whatever you see. And the Bible says we do not walk by sight, we walk by faith. So kile ninachonena ni kile ninaona, not by my physical eyes, lakini naona na macho ya rohoni. Na kwa hivyo ninapoongea, naongea na kile ambacho ninaona. Maandiko yenye tumesoma Biblia inasema watu walikuja wakazingira Elisha na mtumishi wake wakiwa wamelala usiku, wakakuja wakazingira mahali Elisha alikuwa amelala. Maana lengo lao lilikuwa ya kwamba wakamwangamize Elisha, lakini ashukuriwe Mungu, maana Elisha alikuwa ni mtu wa imani, na si imani tu, imani ya kuhamisha milima. Na ni mtu alikuwa anatia changamoto imani yake, na imani yake kila wakati aliiweka kwenye utendaji kazi, vile tulivyoona siku zimepita ya kwamba faith is a servant. Imani ni mtumishi, na mtumishi wetu anayetutumikia kwa ajili ya Mungu. Na kwa hivyo pamoja na kuwa na mtumishi wake, Elisha alitembea na imani ambayo ni mtumishi alikuwa anamtumikia ili Mungu akaonekane. Basi mtumishi wa Elisha alipoamka asubuhi akaangalia na akaona, maana aliangalia na macho ya nje, sema macho ya nje. Nataka leo tuone ya kwamba hata katika kanisa tuko na watu wa aina mbili. Huyu mtumishi alipoamka akaangalia kaona bonde ambalo alikuwa amekaa limezingirwa na farasi wa majeshi na vifaa vya vita, wamezingira mahali pale kwa sababu aliona na macho ya nje. Na akamwambia mkubwa wake, mtu wa Mungu, ole wetu, maana tunakwisha, tutafanya nini? Maana tumezingirwa na jeshi kubwa sana, na sisi tuko watu wawili tu. Lakini Elisha naye
kwa sababu haoni na macho ya nje, anaona na macho ya rohoni. Maandiko inasema akamwambia mtumishi wake ya kwamba akamwombea Mungu mfungue macho huyo aweze kuona. Meaning ya kwamba pamoja na macho ya nje tunahitaji tufunguliwe macho ya ndani. Macho ya nje yanaona mambo ya ulimwengu huu, lakini macho ya ndani yanaona mambo ya kiroho yasionekana na macho ya nje. Mungu akafungua macho ya mtumishi wa Elisha. Maandiko inasema ya kwamba baada ya kuona wamezungukwa na magari na ya vita na madui, Elisha alimwambia wale walio pamoja nasi ni wengi. Meaning ya kwamba kile umeona na macho yako ya ulimwengu ni sawa na ni cha ukweli, lakini kwenye macho ya kiroho kuna watu wengi zaidi wako upande wetu kuliko wale walio kinyume nasi. Alipoomba na kweli, yule mtumishi akarudi kukiri ya kwamba ni kweli, ninaona tumezingirwa na magari na mafarasi ambao wako upande wetu. Meaning ya kwamba mara ya kwanza aliona na macho ya nje, aliona katika ulimwengu huu, lakini mara ya pili akaona na macho ya ndani, na hiyo ndiyo tunaita imani ya kwamba kile waliona, there were angels which were sent there to guard them. Pamoja na kuwa kulikuwa na upinzani na uadui unaonekana, lakini katika ulimwengu wa kiroho kulikuwa na ulinzi na jeshi lilikuwa upande wao. Nataka kusema hivyo wapendwa, unapoona mambo na macho haya ya ulimwengu ni sawa na inakubalika, lakini unahitaji utumie imani yako na uone zaidi ya yale unayoona kwenye ulimwengu huu. Kama ni matatizo yako, uone zaidi ya matatizo na uone uko na Mungu ambaye ni zaidi ya matatizo yako. Kama ni maadui wamekuzingira, uinue macho yako na uone jeshi la ulinzi na msaada ambao uko zaidi ya wale maadui walio kinyume na wewe katika jina la Yesu. Na ndio sababu nimesema kwamba unapotamka, when you say whatever you say and watch your speech, unapoongea kile unaongea na ukaweze kutilia manani maneno yako, whatever you speak, either positive or negative, lazima litatimia. Na tutakapojua namna hiyo, niliwaambia wapendwa ya kwamba sote tumepewa uwezo ambao si wa kawaida, lakini ni vile hatujakuwa na ujasiri wa kuweka uwezo huu kwenye matendo. Na unapojiangalia wewe unajidharau ya kwamba wewe ni mtu mdogo sana. Wewe si mtu mdogo, ni kwa sababu haujatumia imani yako kama vile maandiko inahitaji tukazi kuitumia. Na tatu ni jambo la kwanza ni ya kwamba faith sees. Imani huona. Hallelujah. Imani hufanya nini? Huona. The servant of Elisha could not see the people who are on their side. But after his spiritual eyes were opened, he could see. Amen. Hangeweza kuona kabla ya hapo. It is because faith can see what your normal eyes cannot see. Amen. Amen. Imani inaweza ikaona. Hallelujah. Amen. Hivi sasa kuna mambo ninaona juu ya maisha yako na wewe bado hujaiona. Maana unaona tu na macho haya. Amen. Na inahitajika ufike mahali mwambie Bwana, nifungue macho yangu. When his eyes were open, he could see chariots of fire and horses surrounding them. Na mtu alikuwa ni yule yule, lakini hangeweza kuona
baada ya macho yake kufunguliwa, akaona mambo yenye hangeweza kuyaona. Haleluya. Ni kwa sababu gani? He cannot see spiritual things with natural eyes. Hawezi ukaona kama vile hangeweza ona mambo ya rohoni na macho ya nje. Hatuwezi tukaona mambo ya roho na macho ya nje. Tunahitajika tuwe na macho ya roho ambaye anaweza yakaona mambo ya roho, ambayo tunaita kwa Kiingereza a discerning spirit. It is a level of seeing things. Amen? Amen. It is another level you can see things ambazo wengine hawezi wakaona. Tunaita discernment. Ya kwamba naweza nikatambua katika mambo ya rohoni. Haleluya. Mambo yenye wengine hawezi wakaona, wewe unaweza ukayaona. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Juzi nilisema kuna ndoto niliota mbaya. Wale walikuwa hapa. Na nikasema niliota ndoto mbaya kuhusiana na wengine wetu. Amen. People who could not discern. Na nikaona watu wakidanganywa, watu wakifanywa utapeli, na nikawa nashangaa, God, is this the people I know ama ni watu ambao sijui? Amen. Wakidanganywa tu, kiambiwa fanya hivi, na nikashangaa. Hivi saizi tunavyoongea kuna watu wako hapa, lakini sasa anapanga vile ataenda kuonewa. It is shocking. Amen. It is shocking. Na baada hiyo ndoto usicheze na Mungu. Amen. Na niliwaambia mimi sitakaje kusema mambo ya watu. Amen. Baada hiyo ndoto nakutana na mtu na ananiambia, "Pastor, fulani alikuja huko. Kufanya nini? Kuonewa. Alafu kukaenda hivi. Kukaa hivi na kukaa hivi." I was shocked. Amen. Sasa wewe usicheze na Mungu. Amen. Yaani mimi kama hii dunia yote ninaijua. Haleluya. Sasa ujui yule anakuolea kumbe ni rafiki yangu. Lakini mimi siendi kunioe. Siendi anionee. Amen. Sasa hii ni maajabu. So ndio nawaambia, let us be very careful. Tuwe na roho ya utambuzi. Unaweza ukatambua ya kwamba hii ni roho ya uongo, na hii ni roho ya udanganyifu, na hii ni roho inanipotosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni Mungu asaidie kila mmoja wetu. Wewe ukitaka kuonewa, enda uonewe. Mimi sasa hivi ndio nawaonea sasa. Sina namna nyingine. Usikuje kwangu hapa kwa chat pastor nimekuja uje unionee. No. Amen. Na nikasema kama ni maombi tunaombaga hapa kanisani. Usiniambie nje kuombea kwako nyumbani na unaweza ukakuja kanisani tukaomba. Amen. Tuko bariane hapo Siko salama mpaka hapo sasa. Amen. Kwa hivyo ukiniita nje kuomba kwa nyumba yako ukiona sijakuja kuomba, ujue ni kwa sababu hukuja kanisani. Because hapa ndio kuna madhabahu. Hapa ndio kuna madhabahu ya kuvunja mambo yote ya kishetani. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hivyo tuacheke kwenda huko kwa wale wasarakasi, na waitaga wasarakasi. Tuache kwenda kwa watu wasarakasi hapo. Amen. Because wananijua na nawajua. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndio niliwaambia hiyo ndoto, ndio nimeona niwaambie ya kwamba nilipoomba Mungu akanifunulia, na aliponifunulia nikajua kuna kitu kinaendelea hapa. Kuna watu hapa, they are not faithful here. Amen. They are giving a lot of money huko, and they are not giving even in the church. Niliona hiyo. Si niliwaambia juzi niliona. Na si nimeambiwa. Sasa kama ningeambiwa bila kuona, ningesema huyu mtu analeta inaitwa nini? Umbea. Lakini si umbea, ni ukweli. Yaani inaitwa kudhibitisha. Kizungu inaitwaje? Confirmation, yes. It was confirmed to me. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Lakini bado naopenda. Si unaona hata nilipojua mimi sijakuuliza. Sababu najua ni utoto. Amen. Ni utoto. Bwana sifiwe. Si nilisema juzi wa mama, Bwana sifiwe mama. Kuna mambo mtoto wako anaweza fanya na anaripotiwa na wengine. Na wakimripoti wanasema mami huyo alifanya hivi, na wanangojea uokote kiboko ucharazi. Kelo anakuuliza lakini mami mbona tulikwambia huyo anafanya, mami mbona hujamchapa, lakini wewe si unajua kwa nini hujamchapa? Kwa hiyo usiulize kwa nini sijamchapa. Najua kwa nini. Amen. Hallelujah. Hata wewe unapofanya ile unafanya kwa nikajua na sijakuchapa, najua kwa nini. Vile vile unafanyia makosa na mtoto na unaona leo sitamchapa, na siku nyingine unachukua koko na unamchapa mzuri. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hilo ndilo jukumu la mchungaji. Na siku nyingine nikasema don't judge anybody. Amen. And if you can judge somebody, judge yourself first. Hallelujah. Na hii inafika kiwango ile unasikia mtu anasema lakini kwa nini pastor hamfanyi huyu namna hii? Na tunajua mambo yake. Kwa nini hamchukulii hatua? Amen. Kama ninajua ama kama sijui, wewe kile kinakuhusu njoo kanisani, uombe Mungu na umwamini Mungu, hamishe milima ya kwako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutasumbuliwa na mambo mengi ya ulimwengu huu na haitatusaidia. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa tuzuri katika uchumi wetu sasa. Nasema a spirit of discernment. Kwa sababu gani tunahitajika kuwa na hii roho ya utambuzi? As a matter of fact, the natural world is trying to compete with the spiritual world and it can never succeed. Ulimwengu huu unajaribu kukembezana na ulimwengu wa kiroho, lakini hautafaulu na hautafanya nini? Hautafanikiwa. Maana mambo ya rohoni haieleweki kwa watu wa mwili na mambo ya mwili haieleweki kwa watu wa rohoni. Haleluya. Na kwa sababu hiyo maandiko inasema katika kitabu cha Wakorintho kwanza na sura ya 6, nataka tuone pale. Watu wengine labda wanasema siku hizi pastor anasoma maandiko mengi, lakini vizuri kufundisha na kuweka msingi mzuri zaidi. Amen. Labda hii mambo inafanyika kwa sababu watu wengine tumekosa msingi wa kiroho. Biblia inasema hivyo, Wakorintho wa kwanza na sura ya kwanza mstari wa 26. Maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwili, bali ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu alichagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivyochagua vitu vidhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuambia nini? Ya kwamba Mungu haangalii the wisdom of this world, the intellectuals. Maandiko inasema he left them aside. Hakuchagua watu wenye cheo, hakuangalia watu katika elimu yao, hakuangalia watu katika kuendelea, katika kufanikiwa. Aliangalia watu ambao si kwa sababu wako na uwezo wa mambo ya ulimwengu na ya mwili, lakini aliangalia watu determining ama being determined ama akiongozwa na unyofu wa moyo wa mtu. Haleluya. Leo Mungu hatuhesabu kwa ajili tuna cheo, hatuhesabu kwa ajili ya elimu, hatuhesabu kwa ajili ya vitu vya ulimwengu huu na hekima ya ulimwengu huu. Anatuhesabu kwa sababu anaangalia roho. Haleluya. Na kwa sababu hiyo maandiko inatuonyesha wazi ya kwamba Mungu alichagua watu wenye hawana elimu ili waibishe wenye elimu, hawana cheo ili ajitukuze pale. Maana wengine wangesema because
ya elimu yangu ndiyo nimefika ama ninafanya hivi. Kwa sababu ya cheo changu ndiyo nimefika nafanya hivi. Kwa sababu ya hii na hii ndiyo maana nimefika ninafanya haya yote. Amen. Lakini alichagua mambo yenye mapungufu mengi, akaingilia watu wenye mapungufu mengi, ili akionekana watu wajue ni yeye. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Ndio maana unaona leo tuna watu wengi walioendelea, wako na mali, wako na cheo, wako na elimu, na hivi vyote ni vizuri, lakini kuna mambo hawezi wakafanya, maana Mungu haangalii hayo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kutokana na historia ile niliyoelezwa na mama yangu mzazi ni ya kwamba nikikua mpaka wakati nimechelewa, nilikuwa sina ujasiri wa kuongea mbele ya watu. Na si mbele ya watu tu, hata kuongea. Na inasemekana ya kwamba mimi nilichelewa kutamka maneno yaeleweke. Nilikuwa naongea tu vitu zenye hazieleweki. Amen. But now, amen, ule ufasaha Mungu amenipatia, hakuna shule nimeusomea. Amen. Haleluya. Kwa sababu gani? Mungu anaangalia. Maana ningekuwa msemaji mzuri tangu utotoni, watu wangesema alizaliwa msemaji. Amen. Si kama unanielewa? Lakini sikuzaliwa msemaji, lakini usemaji huu nimeupata kwa njia ya kiungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. And because of that, and the authority God has given me, I can talk before anybody unapologetically. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa ningependa tuone hivi ya kwamba watu wengi sasa wenye hekima ya ulimwengu huu, they have a lot of problems wanapokutana na mambo ya imani. Amen. Wale wasomi wetu ni vizuri kwenda shule na kusoma kwa bidii. Hallelujah. Amen. Lakini pamoja na hiyo tujue ya kwamba hakuna elimu na hakuna kusoma ambako Mungu anahesabu kwa mambo ile ambayo tunafaa tumfanyie. He counts it. He doesn't count it. Amen. Hahesabu elimu yako, hahesabu nini, kwa sababu he can do with unlearned people. Unanielewa? So if he can do with unlearned people, usilete elimu yako kwa Mungu. Amen. Maana anasema ya kwamba anachagua vitu vyenye unyonge na upungufu na anavifanya perfect. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo sasa, some of the intellectuals have some problems walking by faith. Anakuambia, why should I believe God and I have everything? Hiyo ndio shida wako nayo. Amen. How can I believe God in something I can do it? Ndio atakwambia hivyo. Amen. Because they have everything. Hallelujah. Sasa wako na shida sana katika mambo, hasa tunapoingia katika mambo ya imani na mambo ya kumwamini Mungu. Na unajua wale watu wanaotembea na imani, this faith we are talking about, ukiwa nayo, it attracts a lot of negative things. Utadharauliwa. Amen. Utadhihakiwa kwa ajili ya imani. Maana mambo ya imani yanaonekana na ujinga mwingi ndani. Just tell me ya kwamba wakati Yoshua anaambia wana wa Israeli, zungukeni Yeriko siku 7 mara 7 na itaanguka chini. Leo niambie mwanasayansi ambaye ako pale, akichekesha rolo ambaye ako pale, atamwambia nini? Wewe ni ujinga unatuletea. Maana ni mhandisi na anajua ule msingi, hawezi wakaanguka kwa maneno ya kibinadamu. Amen. Na mara nyingi watu wenye hekima ya ulimwengu tunasema hawapendi kuonekana wajinga. Halo.
wanapenda kuonekana wangwana. Haleluya. That's why utapata hata kuna mtu hawezi kuchezea Mungu. Maana naona nikicheza watu wataniona namna gani? Hello? Tunaposema chezea Yesu, chezea. Naona hii sasa niweze kucheza hapo watu watanichukulia namna gani? Watakuchukulia ama Mungu atakuchukulia? Tuangalie namna gani. Watu ama Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba haya tushangilie Bwana. Na ungwana wote uniweze ku no? Haleluya. Amina. Wangwana na watu wa hekima ya ulimwengu kuna vitu hawezi wakafanya. Such faith needs risking. And such smart people we are talking about, they don't like taking risk. Amen. Watu wenye hekima ulimwengu huu hawapendi kutahadharisha. Wanataka kuwa sure. Amen. Anakuambia tukienda hivi unihakikishie. Amen. Na wewe unaongea kwa imani. Imagine if Abraham was like that. Angemwambia Mungu, how can I leave my own people? How can I leave my own place? And yet you have not guaranteed me of where I am going. Anamwambia toka, uende pale nitakwambia uende. Ni wangapi leo wako tayari kuambiwa hivi? Very few. Very few. Amen. Si wengi. Maana tuko na akili mingi na elimu mingi na ujuzi mingi na hekima na ujuaji mingi. Haleluya. Ndio unaambia mtu twende kuomba. Anakwambia niache kazi yangu niende kuomba. Maana maombi inaonekana kama ni ya wajinga na watu wasielewe kile wanachofanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But the secret of the enemy ni kukuweka kwenye hali ya kawaida, mambo yote uyaone kawaida, uyaone na macho haya na uone vile anataka wewe uone. Sasa alikuwa anataka kuingiza hofu ndani ya Elisha na mtumishi wake, na akatumia mtumishi wake ili amwambie Elisha, tumezungukwa. Adui alikuwa anataka kuonyesha ya kwamba mko kwenye hatari, wakubali, na wakikubali macho ya roho inakufa na inabaki macho ya mwili. Na wengi wetu wanalia leo maana macho ya roho yalikufa, wakabaki na macho ya mwili, inaona magonjwa, inaona shida na matatizo na wachawi na waganga na mambo yote yasiyo na maana, lakini hayaoni Mungu, hayaoni uwezo wa Bwana, hayaoni damu ya Yesu. Maana vitu hivi vya roho havionekani na macho ya mwili. Bwana tusaidie wapendwa. Haleluya. Amen. Katika kitabu cha Warumi sura ya 12 na mstari wa 1 hadi wa 3 nasema hivi. Basi ndugu zangu, Romans chapter 12 from verse 1 to 3 utanukwenda usome. Basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Mstari wa 3. Kwa maana kwa neema niliyopewa nawaambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita inavyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Amen. Who gives the faith? God himself. Mungu ndiye anatupatia. And he gives judging our hearts. Anatupatia anapoona umeamua kiasi gani, anakupatia kulingana na vile umeamua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona kuna mtu hata kiumwa na kichwa
kitu ya kwanza inaringi kwa akili yake Panadol. Dawa kondoo maumivu. Yaani amini ya kwamba I can say be healed in Jesus name na kichwa ipone. Amen. Maana tumefungwa macho na adui hataki tutumie ule uwezo tuko nao, maana anataka kutukandamiza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maandiko yanasema nini? Kuna kiwango cha imani ambacho Mungu anagawia kila mmoja wetu. Whose faith? God's faith. Measure of faith. He gives to each and every one of us. Nauliza hivi, wewe umepewa kiwango gani ama kiasi gani cha imani hii? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka turudi katika kitabu cha Marko ili tuone katika Marko sura ya 11 na mstari wa 12. Mark chapter 11 verse 12 inasema hivi. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake, na alipofikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akawaambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Amen. Yesu alitembea akakuta mti, na akiwa na njaa anatarajia ale kutoka huo mti, asione kitu kwenye mti huo. Na maneno nasema akawaambia, kuanzia leo hadi milele kusikuliwe kitu chochote katika. Na maandiko inasema wanafunzi wakafanya nini? Wakasikia. The Bible says he spoke to the tree and the tree heard him. Amen. Mtu kafanya nini? Kasikia. Na tunapoongea kuhusu vitu kama mti, tunapo describe ama kueleza, we use the term eat. Eat, dried. Why do we use the word eat? Because it is an element of object. Ni kitu chenye hakiwezi sikia na hakiwezi kukujibu. Tuko pamoja? So the Bible says we can speak to things which have no ears, but they will hear. They have no mouth, but they will respond. You can speak to your problems. You can speak to diseases. You can speak to challenges. Hazina masikio, lakini zitasikia, maana mtu ulisikia. Hallelujah. Na tukijua namna hiyo, basi we can stand confidently na tuseme we possess the faith of God in our lives. Kwa sababu ukiangalia pale mbele maandiko yanasema mstari wa 17, akafundisha akasema, je, haikuandikwa nyumba yangu itaitwa? Latezi mstari wa 19 na mstari wa 19 verse 19. Na kulipokuwa jioni alitoka mjini. Mstari wa 20. Na asubuhi walipokuwa, kesho yake sasa asubuhi walipokuwa wakipita, waliona ule mti umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulaani umenyauka. Yesu akajibu akawaambia, mwaminini Mungu. Have the faith of God. Amen. Yani amelani mti jioni na asubuhi umekauka. Uniambie where on earth it can happen. Hata uweke ile inaitwa asidi kali,
Hawezi weka jioni na asubuhi mti umekauka. No. It dries in a process. Lakini maandiko yanasema, Petro anamwambia Yesu, ule mti uliolaani jana jioni leo umekauka, kutoka kwenye shina lake umekauka. Na Yesu akawaambia, can you believe God? That is what God does. Amen. Sasa kama mtu unaweza laaniwa ukauke, magonjwa ni nini mbele za huyu Mungu? Haleluya. Shida ni nini mbele za Mungu? Maandiko inasema we can speak to them, na zitasikia, na zikisikia zitatii. Maana Yesu anasema, mwaminini Mungu. Have faith in God, or have the faith of God that he has given us. Tuitumie. Amen. Tutumie imani hiyo. Hallelujah. When you do so, he will give you more and more and more. Bwana Yesu atusaidie. And when you have such faith, you will do things the way God does them. Na ndio nikasema, wapendwa, kuna mambo yenye haifanyiki, maana tumesahau ya kwamba ni lazima tuchukue hatua tuyaseme ili yafanyike. Amen. Kwa hivyo umejua uko na uwezo wa kukausha hata miti. Amen. Na kama uko na uwezo wa kukausha miti, badala ya kwenda kukausha miti ya wenyewe, ziwaze na shida zile ziko kwako zikaushe. Amen. Na waze na magonjwa uyakaushe. Amen. Na waze na maadui uwakaushe. Amen. Yaani useme, yule yote anayenipinga na mkausha kutoka juu hadi chini kwa jina la Yesu. Amen. Leo unakutana nao unaona sura imeweza kunyauka, unajua Mungu amejibu maombi. Amen. Lakini usende ukausha watu wote. Maana unajua uko na uwezo. You can finish everybody. Amen. That's how dangerous we are. Hallelujah. Usijaribu, kuna vitu vingine don't try. Don't try this anyway. Hallelujah. Maana utakuwa ndio utajua you are dangerous. Tutamjua you are dangerous, tutakuwa umeshatumaliza. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. When you have such faith, God will walk together with you. Amen. Na hapo ndio unasikia mtu wa Mungu anasema, hakutakuwa na mvua ila kwa neno. Just imagine. Amen. Sasa jana nakutana na rafiki yangu mmoja ananiambia, unajua pastor, sasa mimi niko na candidate wangu anataka ugavana 2022. Na nataka nimlete kwako tuje tuongee. Amen. Sasa kwa sababu ninajua kile kiko ndani yangu, kamwambia mlete. Amen. Amen. Sasa ngauliza kwa nini kukuleta kwako? Amen. Sasa hivyo ndivyo lazima kujiuliza. Hai mimi. Ananiambia nipatie namba yako ya simu, kampatia. Kaambia kuja sasa. Sasa nikajua kumbe there is another potential I have na siko na. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nakwambia usijidharau. Usijidharau hata siku moja. Amen. Na ile mambo tunaenda kufanya ni mambo makubwa ambayo macho hayajaona, masikio hayajasikia, na akili bado haijafikiria. Hallelujah. Katika Ibrania sura 11 mstari wa 3. Maandiko inasema ya kwamba mambo yote yaliyomo haikufanyika isipokuwa kwa neno la Bwana lenyewe. Na kwa neno la Bwana, by the word of faith, everything was made. Meaning ya kwamba the faith of God made all things that we see today. Maana alisema na iwe na ikawa. Amen. Sasa mimi naomba Mungu atusaidie tufike hapo. Na tutafika hapo kwa kuamini Mungu kutenda, alafu tunaongea, alafu inakuwa. Unasema let there be. Amen. Na iwe. Katika jina la Yesu. Nikaamka asubuhi na iwe.
kwa jina la Yesu. Haleluya. Nikifika mahali fulani na iwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Nikifika mahali kabla nibishe mlango ufunguliwe kwa jina la Yesu. Na itakuwa kwa sababu umeamini. Sasa hapa maandiko yanatuonyesha kwamba his faith katika kuumba ulimwengu, the faith of God was involved in manifesting whatever we can see. Amen. Mungu alisema na iwe miti. He had that one at the back of his mind. Na akasema na iwe, na ikawa. Na iwe maji kwa sababu he had that one. Sasa wewe uko na nini leo? Amen. What do you have at the back of your mind? Ambao unaweza ukasema na iwe katika jina la Yesu na ikakuwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapo natamani kusema na iwe. Sasa ujue umepanda kwenye kiwango kingine tofauti. Amen. Na usilegeze hiyo nati. Haleluya. Leo maandiko yanatuonyesha nini? Now God has given you and I that faith which he had. Amesema pale tumesoma katika Urumi ya kwamba he has given us a measure of faith, each one of us. Na ndio Yesu akasema yale mambo ambayo mkiniamini na wale wataniamini watafanya yale mambo nilifanya na zaidi. Amen. Kwa sababu kuna kiwango cha imani ambacho umewekewa. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa leo tunapomalizia, kila mmoja lazima aseme na hali fulani katika maisha yake. Amen. Kila mmoja lazima ambie mambo fulani na iwe. Amen. Na ikakuwa katika jina la Yesu. Amen. This is because human faith is insufficient. That's why we need the faith of God. Hallelujah. Imani ya mwanadamu haitoshi kuishi katika ulimwengu ambao tunaishi sasa. And because of that, when Jesus released the faith, the tree had him. Amen. Na ikajua aliposema kuanzia leo na milele mtu asikule kwenye wewe, the tree had it. Na ikaanza kujipanga saa hiyo ikisema imesemekana kuanzia leo I have to start planning myself. Na ikaanza kunyauka. Amen. Maana kwa neno la Yesu mambo yanaweza umbika ambayo haikuweko. Na yale ambayo yalikuwa yakisikia kama ni kukauka haina option nyingine. Bwana tusaidie. One time Jesus said to someone, alipokuja akamwambia mwanangu amekufa. Yesu akamwambia mwanawe hajakufa, amelala. Na huyu mtu akasema bila shaka mwili wake wewe una wazimu. Maana najua amekufa. Na najua watu wakikufa vile wanakaa. La wewe unasema amelala namna gani? Amen. But because Jesus was operating on another level of faith. Amen. Amen. Na hata wakati wa Lazaro anapoenda anawaambia ya kwamba huyu niliwaambia mkiamini atakuwa hai. Leo anasema ninajua atakuwa hai wakati wa ufufuo ule unaokuja. Yesu akamwambia hata sasa mimi ndio huo ufufuo. Amen. Amen. So wakati huyu Bwana anaambiwa na Yesu, your daughter is not dead, your daughter is asleep. Naturally it seems like a lie. Amen. Amen. But do you know what? The truth of God is the highest level of reality. Ukweli wa neno la Mungu ndio ukweli wa viwango vya juu zaidi. Maana mahali ambapo njia haijawahi kuwa, unaweza sema njia iko hapa katika jina la Yesu, na watu wakaona kama ni wewe ni
wazimu, na njia ikatengenezeka hapo kwa sababu ya neno la Bwana ni kweli. Na neno la Bwana haliwezi kawa uongo. Amen. So, Yesu alipoongea dakika ile, that lady became alive at that particular time. Kwa sababu ya neno. Ndio ujue ya kwamba neno liko na wewe. Because Jesus believed in whatever he said. Hakuna kitu Yesu alisema kibatisha. Amen. Hata wakati Mafarisayo walikuwa pale, aliongea labda wakadili na wao baadaye. Amen. Hata mtu alipoletwa amponye, alimponya kwanza, labda akashughulikia watu wasioamini baadaye na shida zao. Maana kila utakapotendewa jambo ujue si wote watafurahia. Amen. Kuna wengine leo ukibarikiwa, wale marafiki zako wa karibu, wa ndugu na wadada, ndio wanazo akasema, inakwaje abarikiwe na tunamjua vile tunamjua? Si ni kweli? Kwa hivyo wakati Mungu amekumulika, anakisha amemalizana na wewe, labda waanze kushughulikia hao wengine wakisema ya kwamba inakwaje ameokoka juzi, inakwaje amekuja kanisani juzi, inakwaje tunamjua hivi na hizo vituko zote, lakini Mungu akija haangalii hiyo. Mtu mwingine akasema, wewe unanijua jana. Amen. Leo si tumekutana hapa karibu wote, si ni kweli? Tumekutana hapa leo. Lakini si jana wengine tulikutana na wengine mlikutana, na unawajua jana vile walikuwa na vile walifanya, si ndio? Na ukiangalia leo unaangalia na ile ya jana, si ni kweli? Lakini ujue leo si jana. Hiyo ndio shida mwanadamu. Anasema hapana, Ben namjua jana usiku na juzi. Lakini si juzi na jana, ni leo. Tunaongea kuhusu leo. Amen. Na leo bado hatujakutana. Na kuona tu kwa mbali, hatujakutana bado leo. Sijui chochote chako cha leo. Leo najua tu umeokoka kwa sababu uko hapa. Amen. Hallelujah. So don't judge anybody depending on yesterday and the day before yesterday. We are here today, we are talking about today. Amen. Mungu atusaidie sana. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. So those who people who were there, they reacted by laughing at what Jesus said. Walicheka. Amen. Vile naambia mambo ya imani watu watacheka tu. Yoshua anakuja anaambia watu, mnajua sasa tuzunguke huu mlima mara 7. Amen. Kwa mfano sasa hizi nje hapa naambia tufanye kitu cha ujinga kama hicho tu. Najua wengine wanasema wacha tuangalie Pastor Fred kwanza hasa. Tuangalie hao imbaji kwanza, tuangalie wao kama wataanza. Wacha tuone kama pastor ataenda. Wacha tuone kama mzee Mungu atakuwa hapo. Alafu kuna wale wanakujaga nyuma. Haya, wale wote tunajua wako. Wacha sisi tufuate. Sasa kuna watu mambo hufanyika maana walifuata wengine walioamini Mungu. Amen. Na si mbaya kufuata. Kama unasikia imani yako haitoi, fuata wanaoamini. Amen. Hata Paulo akasema, nifuateni mimi ninavyomfuata Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa tunaona kwamba that is a level of faith that makes things which are not visible to be visible. Amen. Mambo yale haionekani kwa macho ya ulimwengu, na wanadamu unayasababisha yanaonekana katika jina lake. Kwa hivyo wale watu waliona mtu amekufa, wanaona mtu amefufuka. Amen. Lakini kuna yule imani yake imesababisha hayo mabadiliko yatokee. Na si lazima kila mtu aamini. Hata wakati mwingine mitume alienda kuombea mtu, wakasema kila mtu atoke nje. Kwa sababu alikuwa naamini, mimi ndio naamini huyo anafufuka. Sijui wale wanaamini I don't know. So afadhali waondoke, mimi nifanye kile ninachoelewa. Amen. Wacha vile sasa tunadanganyana, tushikane mikono. Tunaongezea imani. Hakuna mambo ya kuongezea imani. Kama mtu haamini, hata tukishikane mkono, imani yako ndio itafanya kazi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Sasa nataka kusema nini? When you have that faith, then you have the assurance in you, then speak it. Kama unajua kile unaamini na kile unafikiria kinawezekana, basi tunasema wewe una imani, na kwa sababu hiyo basi fanya nini? But when you fail to say it, nothing will happen. Amen. Nothing will. Ndio ujue sio sisi tunaoponya na sio sisi tunaofanya mambo yafanyike, bali ni imani tulio nayo kwa Mungu. Amen. Na hiyo ilinifanya nikaelewa, kwa sababu siku moja nikiwa mimi ni kijana tu kanisani, lakini nilikuwa nasikiza vile pastor alikuwa anahubiri na nilikuwa siachani na yeye, na tulikuwa na pastor mwenye alikuwa na imani kali sana, na kila wakati nilikuwa natembea naye. Sasa kwa sababu nimeenda kanisani, alikuwa siruhusiwi kwenda kanisani, so nimeenda na nirudi mapema ndio nisijulikane kama nilienda kanisani. Na wengine tuko na muda wote wa kwenda na siku mzima na tuendi, na unachelewa kanisani. Amen. Mimi nilikuwa narauka na kuwa kwanza kanisani, na hivyo mtu asijue nilienda kanisani, alafu nitoke mapema ndio isijulikane nilienda kanisani. Sasa kwa sababu ya kutoka mapema, nikakutana na wamama wamebeba mtoto ako na ile sijui tunaita kifafa. Kitaita sijui inaitwa kwao. Ndio kifafa ile. Mtoto anakufa. Sasa mzee wa kanisa ambaye na watu wengine ni wachafu. Mzee wa kanisa alikuwa kanisani, lakini bibi yake sijui alikuwa wapi. Sasa alikuwa nyumbani. Ndio tumekutana na yeye na wamama wengine ambao hawaendagi kanisa, lakini wako na imani tu hivi. Sasa wanamkimbiza kanisani la Bwana. Wako mbio. Mimi nikakutana nao kwa sababu nawajua. Kauliza, kina dada mnaenda wapi? Mtoto fulani anaboko. Sasa tunampeleka wapi? Kanisani aombewe. Nikawaambia, yani nyinyi wa dada, na mimi nilikuwa na ujongo wameokoka, na mimi naona ni mtoto mdogo na niko tu hivi. Nikawaambia, wa dada, si muamini Mungu anaweza. Nasema kweli, kaambia tumrudishe nyumbani. Sasa nikaogopa kusema tumweke hapa barabarani tumuombee, maana pia roho iko inaniambia, na akikosa kuona hawa mama atanifanya nini? Na ujue wa mama wenyewe wamekula mzuri. Na wote ni wa mama. Nikamwambia turudi nyumbani. Sasa nyumbani si mbali, kama ilikuwa kama karibu kama 400 meters ama 300. Sasa tunaporudi naambia Mungu. Vile pastor alikuwa anatuambia leo Mungu ni hivi. Ukikosa kufanya leo, ile mbio nitakimbia, watu hawataniona. So hata tukafika, wakamweka chini. Ambia Mungu, kaambia nyote mnafunga macho. Lakini kufunga macho nilikuwa nataka ni kesi kutokea vile vitatokea. Wakute mimi si. Kaambia kila mtu afunge macho. Na unajua watu wakiwa kwenye hali hiyo huwa wanatii. Wote walifunga. Mimi nikasema, kifafa katika jina la Yesu, mwachilie mtoto. Katika jina la Yesu, mtoto akaruka akasimama. Aliposimama, nikamwambia mama, mtoto amepona. Sasa wakaanza kuimba zile nyimbo zao na kushangilia. Mimi huyo. Sasa watu vile walikuwa wazuri na wabaya. Tunajua baba ndio alikuwa hataki niende kanisani. Sasa mmoja wao akaambia mzee, sasa mzee ni rafiki yetu na ni rafiki wa baba, ndio huyo amekuja nyumbani. Mimi nasema Mungu saidia huyu mzee asiseme. Mungu saidia mzee. Mzee bwana saidia, naomba Mungu. Mzee anasema, unajua nimekuja hapo, nimekuja kusema asante. Kijana wako ametokolea mtoto leo alikuwa anakufa. Nasema Mungu kisha mimi. Akaeleza story yote vile ameeleza. Mimi nikajipatia shughuli, nikaenda huko. Nikakisha nimerudi na giza likiingia sasa. Sasa nangojea reaction ya mzee. Ngojea nione vile atafanya nini? Atareact namna gani? Na mambo ikaenda nywele. Kutoka hiyo siku sasa Mungu akanifungulia mlango kwenda kanisa. Amen. Amen. Sasa kutoka hiyo siku alikuwa ananiangalia, yani anasema huyu achana na yeye. Sio mimi, kumbe ni Mungu, ni imani. Amen. Na hiyo imani tunaweza hata leo tukaitumia na ikafanya kazi. Amen. Kwa nini watu wafanya magonjwa na tumepewa? Maandiko yanasema tumepewa uwezo wa kukemea magonjwa. Na hata tukikula sumu, na hata tushike nini?
na inge haitatudhuru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakumbuka ushuhuda mmoja nilikuwa napewa na mzee mmoja wa kanisa fulani. Akaniambia, maana ni watu wa imani, sitaki kutaja dhehebu hilo. Akaniambia, kile ninaamini ni ya kwamba hata ukipita kwenye msitu na una ndovu, kama hauna neno libaya moyoni mwako, ndovu hawezi kukuliza kitu. Na nikaamini ni kweli. Amen. Wengine wanafukuzwa mpaka na mbwa, mbuzi, kondoo. Amen. Tumbili. Haleluya. Sasa si utajiuliza uko na nini wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini? Na nikaanza kuamini maneno ya huyo mzee, na ni kweli. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Hebu tuende katika jambo la pili. Nilisema imani huona. Nataka kumaliza sasa kwa haraka. Number 2. Faith converts your humanity to divinity. Faith converts your humanity to divinity. Imani inabadilisha ubinadamu wako kufikia uungu. Na hapa tunaona ya kwamba God brings you in the dimension of seeing things and speaking things and believing whatever you speak. Hapo ndio tunasema wewe unaoperate katika ulimwengu wa kiroho na si katika ulimwengu wa kibinadamu tena. But the enemy will make you believe that whatever you speak can never happen. Sinawaambia, nilikuwa naambia watu wafunge macho ili in case whatever I speak doesn't happen. Miguu hiyo ni hali ya shetani na kuonyesha, na isipokuwa watu watasema nini? Hallelujah. Because he knows wherever you speak and check your speech, when you speak, whatever you speak will be. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Katika Mathayo sura ya 8 na mstari wa 5, nataka tuone kitu hapo nikaendelea kumalizia. Mathayo sura ya 8 na mstari wa 5. Hata alipoingia Kapernaumu, akida mmoja akamjia akamsihi, akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani mgonjwa wa kupoza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu aliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, kwenda; nikimwambia huyu njoo, huja; na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo akastaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Yesu akashangaa. Amen. Yesu nani leo anaweza mshangaza Yesu? Aseme nimeshangaa, sijawahi ona imani tena kwenye kanisa hii kwa mtu kama huyu. Amen. Sasa tunaona nini hapa? Ya kwamba the man knew the power of words. Amen. And he respected the power of words. And he knew what words can do. Hallelujah. Then when you know that, we should learn to take care and do away with every loose lips. Ya kuongea bila mpango, kuongea hovyo. Unajua kuna watu challenge wanaongea nini? Amen. Wataongea. Hebu rudi waseme, na Bwana atusamee kwa sababu ya hiyo tumeongea. If you knew si maneno mazuri, ulikuwa unaongea kazi gani? Amen. Kuna watu nakwambia wanaweza ongea, wakakuongea, wakakukula, wakakuchinja, wakakumaliza, wakakuzika, na mkikutana hakwambia balukaso.
maneno. Lakini maandiko inasema when you know your words, you'll be very careful. Huyu mtu anasema mimi niko chini ya mamlaka. Nikiambia mtu njoo, anakuja. Nikiambia mtu enda, anaenda. So I know the power of words. Can you speak just a word na atapona? Hallelujah. Amina. Sasa ujue wale watu ambao wa maneno mengi, they don't value words. Hata ukimwambia anachukua tu kamile maneno yake. Sasa Mungu atusaidie. Amen. Ongea maneno machache. Hallelujah. Yaliyo na maana. Kuna watu ukienda kwao ama wakikuja kwako, hata unasikia kuwaombea Mungu wanyamaze. Yaani wewe unaongea, yeye anaongea, hakupi nafasi. Ukitaka kuongea anakatizia. Yaani ni kuongea. Ya. Mungu atusaidie. There are people who can speak. Hakumwambia imetosha. Hallelujah. Akianza kukwambia vile alienda Mombasa, hey, utasema Mungu nipe uvumilivu. Maana nakwambia vile alijiandaa usiku. Vile alifanya mambo yote usiku kwa dakika 10. Vile aliamuka asubuhi ajiandae, atakueleza kwa 10 minutes. Bado hajaenda stage ya gari. Atakupatia dakika 15. Yaani kitambo ondoke undani unasikia umechoka. Unauliza Mungu huyu atafika Mombasa saa ngapi? Na utamaliza saa moja na kukwambia vile alienda. Why can't you be very simple like me? Niliamuka bwana nikaenda Mombasa na nikarudi. Full stop. Nimemaliza. Amen. Sasa mpaka kwambia aliingia gari gani, aliketi kiti gani, hiyo yote itakusaidia na nini? Nini ilifanyika njiani, walisimama wapi, wakakula wapi? Watu wameenda mpaka Uingereza wakarudi, bwana hawajakwambia mahali walikula. Wewe unatuambia mahali walikula ukienda Mombasa. Itakusaidia na nini? Chukua maneno ya muhimu, patia watu maneno ya muhimu. Amen. Hallelujah. Maneno yale ya muhimu ndiyo ambayo yanahitajika. Na ukiwa mtu aina hiyo, Mungu ataangalia maneno yako kila wakati. Ndio maana saa nyingine unasikia mtu ameongea, leo unauliza ni nani alisema, unaambiwa ni fulani, unasema achana na huyo. Umeisikia mtu amesema hivi, achana na huyo? Maana maneno yake they have no value, they have no impact. Ingine utasikia, leo unauliza nani alisema, unaambiwa ni fulani, unajua hakika I have to deal with it now. Maana imesemwa na mtu mwenye anasikika. Tuko pamoja mpaka hapo? Amen. Sasa unajua wale watu wanaongea kabla mpango. Sio kama wewe ni mmoja wao. Amen. Punguza Amen. Hallelujah. Mimi siku moja nimeenda mahali kuambia mtu kitu, nikakuta mtu hapo, nikatoka bila kusema ile kitu yangu. Maana ameongea. Sema too much talking. Amen. Tupunguze, tuwe na maneno machache wapendwa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya mwisho ndio tuone ya kwamba maneno yako na nguvu. Katika kitabu cha Hesabu sura ya 13 mstari wa 30, maandiko yanasema, kusoma hapo kiendelea, watu walileta ripoti mbaya. Amen. Lakini Yoshua akasema, bila shaka tutapanda tuingie katika nchi hiyo. Maneno peke yake alisema, bila shaka tutapanda tuingie. Kuna wale walisikia maneno ya Yoshua na wakapata imani na wakasema twende. Amen. Wengine wakasema hatuwezi kuingia huko, kuna watu wanakula watu na ni majitu makubwa sana. Wengine wakasikia maneno na wakayaamini, and the people were divided. Amen. Watu wa kuingia na watu wasio wa kuingia. Nataka tuone jambo la tatu na la mwisho.
ya kwamba faith commits God. Faith commits God. Imani inasababisha Mungu aingilie katika jambo lile unafanya. Na wakati Yoshua alisema bila shaka tutaingia, he committed his words to God. Na Mungu akashika maneno haya na akamaanisha watu hawa lazima wataingia. Sasa Joshua learned the science of using his words well and where necessary. Amen. Maneno yako yatumie mahali ambapo panapaswa kutumia. Usiongee tu kwa sababu ya kuongea. Mimi napenda wale watu wanaulizwaga, nani atasema kitu, wewe utasema, anasema mimi sitasema. Yaki mwingine akiambiwa anasema good. Na hana chochote cha kusema, akisimama ndo aanze kufikiria nitasema nini. Huwa anachoka sana na watu kama hapo. Unaona kabisa hapo na kitu ya kusema ndio anaitafuta sema. Amen. Sasa nataka tuende katika sura ya 14 mstari wa kwanza. Ndio uone ya kwamba kama pale tunavyoongea vile Yoshua alivyosimama, na tunaona Yesu Kristo wakati fulani katika maisha yake. Yesu aliposimama mahali anafundisha na akaona watu wameleta mtu, wamefungua paa ya nyumba na wamemuingiza, that faith of those people committed Jesus to healing that person. Imani yako inaweza kufanya Mungu akahusika kwa njia fulani. Amen. Amen. Kuna kitu unaweza fanya that can commit God in your life. Amen. Yesu akasema umesamehewa dhambi. Amen. Na watu wakaanza kubabaika. Yaani sisi tumekuwa hapo, ujaongea na sisi, mtu ameletwa tena hajapitia kwa mlango na unaongea na yeye. And that is how Jesus healed people. Kuna mtu alikuwa hapa, alikuwa na shida, lakini hajaonyesha commitment yake kwa Mungu ili afanye nini? Ili aponye hiyo shida ilikuwa nayo. Na tunaona ya kwamba Jesus was committed na Yesu akamponya. Yesu akakutana na wenye ukoma, na maandiko inasema akawaambia, maana walikuwa wanataka kuponywa, akawaambia go show yourself to the priest. Amen. Sasa hiyo ndio unaenda kwa mchungaji, unamwambia mchungaji, nimekuja uniombee, alafu anakuambia ndio kufanya ABCD. Ndio unasema pastor fake you. Yaani nimekuja niombee, amenipatia assignment. Yesu alikujiwa na watu wenye ukoma. Unajua ukoma the most serious disease. Yesu anatuponya. Alafu Yesu akawaambia endeni mjionyeshe kwa makuhani. And the Bible says as they went they were healed. Tuko pamoja ya kwamba your faith commits God. As you take the step of faith, God intervenes. Amen. Amen. Na wakaponya wakiele. Kwa hivyo ukija ukiniambia nikuponye, nikuombee upone, ama tatizo fulani nikwambie ndio ufanye ABCD, usiulize maswali, enda ufanye hivyo. Maana saa nyingine ni ishara ya imani, ni ishara ya imani. Haleluya. Bwana tusaidie. Sasa nataka tumalize pale sura ya 11 na ile ya kitabu cha Hesabu mstari wa kwanza. Sitasoma lakini nataka kueleza. Maandiko inasema wale watu wakalia. Amen. And the people wept. Watu wakalia. Kwa sababu gani walilia? Walilia kwa sababu ya maneno walioambiwa, kule mkienda mtaliwa na mtamezwa na watu. They cried. Lakini ukweli ni ya kwamba wale wote waliolia, hakuna aliyeenda akaona mambo hayo. Amen. Sisi tuko pamoja. Hakuna aliyeingia akaona, lakini walilia. Kwa nini walilia? Walilia kwa sababu ya maneno waliambiwa. Ni ujue maneno yako na nguvu na yako na uwezo. Wengine wetu leo
tunakufa na tunahangaika, tunateseka, maana tumekuja tukaambiwa maneno, na maneno tuliambiwa ni ya kwamba fulani amesema hivi, fulani amesema hivi, na haya peke yake imekumaliza. Haukuli, haulali, hauna amani. Because of what? Amen. Na wale wote, na ujue wanadamu wako hivi, wakisikia maneno huwa wanabeba maneno yale kana kwamba wao ndio waliona, na kana kwamba ndio kuna ukweli, na wanaeleza kana kwamba walikuwa hapo, wakisahau ya kwamba the original person aliongea, alitunga. Sema alitunga. Na wao umekuwa mtumwa wa kueneza uvumi wa uongo, na umeua mtu, umefisha mtu moyo kwa sababu ya maneno. Na kuambia mchana wa leo, hata utakaposikia maneno ya kwako mwenyewe, mwambie Bwana nisaidie, let me be strong enough. Hallelujah. Maana walisikia maneno, maandiko inasema they cried because of what they had. Because words can form pictures and they dilute your faith. Na hapo ndio tunapata watu wana shida nyingi sana. Hallelujah. And when they do that, they weaken your faith. Whatever we are seeing, wacha nikwambie siri. The news you are seeing on the television, amen, they are aimed by the devil to make you believe whatever bad you see can happen to you, so that you stop believing God and start fearing, so that the devil can take advantage of that. Ndio unaona kwenye runinga na kwenye habari tunaletewa mambo ya vifo, mambo ya ubakaji, mambo ya wizi. Hakuna mambo tunaletewa mazuri. Ni habari zinaitwa habari mpya, lakini ni habari mbaya ya kunja moyo. Hatuambiwi ni watu wangapi walipona, watu wangapi waliajiriwa kazi, watu wangapi walipata mambo mazuri. Tunaambiwa waliofutwa, hatuambiwi walioajiriwa. Amen. Hata wakosoaji wa serikali watakwambia mabaya ya serikali, hawakwambii mazuri ya serikali. Watakwambia mabaya ya kiongozi, hawakwambii kiongozi aliwafanyia nini. Kuna mtu mmoja walienda kwa kiongozi na wakapewa 1000 kadhaa, na anaongea vibaya. Nikamwambia, ile siku mlipewa hela ulikataa kutuambia, na haya usituambie. Vile ulipewa pesa ukafunga kinywa, funga mdomo wako. Maana tulimchimba, tukamzungusha hivi, tukampeleka hivi, mpaka leo hajatuambia. Rafiki yake ndio alituambia walipewa ngiri 10 kuu. Watu si leo nakuja kutuambia kiongozi mbaya. Nikamwambia funga, vile ulipewa hela ukafunga kinywa, funga kinywa chako hata leo. Usituambie wakati alikupa hela alikuwa mzuri, leo amekuaje mbaya. Wewe kwa masiku hii na tunasikiza vikarakosi kama hivi wakati mwingine vya kutuletea habari mbaya. Wewe kama unajua kiongozi ni mzuri, simama na uzuri ule unajua. Haleluya. Amen. Usiambiwe mambo mabaya ya kiongozi ambayo hujashuhudia wewe kwa macho. Na usiongee mambo ya mtu yenye haujaona kwa macho, utalaaniwa wewe. Amen. Hati niliambiwa alienda kaiba, na wewe hukua. Na aliyesema ameiba amemwekelea. Kuna dhambi tunabeba na tunalaaniwa kwa ajili ya dhambi za watu wengine. Mungu atusaidie. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So the enemy is feeding us with negative information. Hatuambiwi mambo ya ukweli, tunaambiwa mambo ya uongo. Tunaambiwa habari mbaya, tunaambiwa mambo ya kudumbucha moyo. Na mimi naulizanga hivi, nyinyi mnaosengenya wengine
wengine na kuongea watu mabaya, si mtumie huo muda kuhubiri Injili. Haleluya. Amen. Yaani mtu apige mafuta hapa paka Mwatate, paka Voi, paka Mombasa, aende kuongea mambo yako na hawezi hata toa shilingi 100 ya kusupport Injili. Shindwe kwa jina la Yesu. Amen. Mtu abebe mtu sukari, waende wapike chai ili wasengenye mtu mzuri wakikunywa chai. Na hawezi beba sukari apelekee mgonjwa ama yatima. Shindwe kwa jina la Yesu. Watu kama hao wanafaa wafilisike. Amen. Haleluya. Haleluya. Nakuuliza, yale unayofanya wewe yanaungana ndani yake? Amen. Amen. No, there are people who are anointed to destroy others. Hallelujah. Usikubaliane na mambo kama haya. Amen. Join this other group. God speaks positive things in our minds. Amen. Hallelujah. Amen. God will tell you you are going to prosper. Amen. Wakati shetani anakuambia wewe umelaniwa, mtu mwingine anakuja kuniambia unajua kwenye ukoo kwenu mumelaniwa, nikamwambia wewe ndiye umelaniwa na laana zote za mababu wetu. I am blessed. Amen. Unaamini hivyo? Kama unasikia za watu mwingine anakuja kuniambia unajua niliambiwa ya kwamba sisi tumelaniwa, paka tuvunje hizo laana. Kamuuliza mvunje laana na umeokoka yeye. Na Yesu ndio alikokoa yeye. Nani mwingine anavunja laana kando na Yesu? Usidanganywe na matapeli. Atileta sadaka, unasikia zui, this will be a service of curse breaking. Shindwe. Nobody will break the curse that Jesus has never broken. No. Uongo. Mtu anatapeliwa bure. Ya kwamba mkuje na sadaka ya kuvunja madhabahu. Shindwe. Madhabahu yanavunjwa na sadaka ya mtu ameokoka, amelewa kile anachofanya. Amen. Amen. Na kama haijavunjika kwa madhabahu ya kwako, haivunjiki mahali pengine. Amen. Haleluya. Amina. Nakwambia hivi, kama wewe ni mshirika hapa sasa, acha nikwambie ukweli watu wasemaje. Kama wewe ni mshirika wa hapa na kuna kitu unaona haijavunjika, itavunjikia hapa. Na isipovunjika hapa kuna kwingine itavunjikia. Amen. Hata uone mtu kwa TV ufikiria ako na anointing kubwa. Hakuna mhubiri dunia yote ako na anointing kubwa kuliko mimi nikiwa hapa. That is a fact. Amen. Hallelujah. Amina. Hiyo ni ukweli I'm the most anointed when I'm here. Hata mtu akija hapa ni mimi nimemruhusu aingie hapa. Amen. 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 Sasa that is the fact. Sasa wewe kama unataka kuokoka, okoka kwa kujua kweli huu. Naomba tusimame. Shakama ya ndorobo sikandara baboza. Asante Bwana Yesu. Nyote mikono yako mbele za Bwana, mwambie Bwana ni asante. Asante kwa sababu nimejua wewe ndiye una ukweli wote Bwana. Asante kwa sababu neno lako nasema tunajua ukweli na ukweli Bwana utatuweka huru Mwokozi. Asante kwa sababu neno lako limetuambia Bwana, umetugawia Bwana kiwango cha imani. Kila mmoja wetu Bwana ilivyokupendeza wewe. Bwana umenena nasi mambo ya imani Jehova. Ukasema imani tulionayo inaweza ikahamisha milima. Bwana ukasema tuitie changamoto ya imani hii. Leo unatuambia Bwana imani hii tuifanyishe kazi. Bwana tumeona kwenye Waebrania sura 11 mstari wa 3 ya kwamba uliumba ulimwengu na vyote vilivyomo kwa neno Bwana la kinywa na kwa neno la imani. Bwana mchana wa leo tumeamini ya kwamba wewe Bwana unapoongea mambo yanakuwa, ya kwamba Bwana unaposema inafanyika. Wale wanaokuamini Bwana wakiomba lolote linakuwa, wakinena linafanyika Jehova, wakiamini Bwana linaonekana linadhihirika.
katika jina la Yesu Kristo. Bwana, hili ndilo neno Jehova umetuma kila mmoja aliyosikia miliamili. Jehova, naomba wewe unayeona paka ndani ya kilindi cha moyo wa mwanadamu, unaona kila mmoja alivyoamini neno hili. Bwana, ako tayari kuliweka kwenye matendo. Naomba kwa jina la Yesu Kristo, anapochukua hatua ya imani, Jehova, Bwana ukasemame, Bwana ukamonekanie, Bwana ukajidhihirishe. Anaposema neno la kinywa chake, Bwana liwe. Anapoamini, Bwana ifanyike. Anaponena, Bwana ikawe, katika jina la Yesu Kristo. Shakama ya ndorobusi kandarabosai. Na sasa tukiwa katika hali hiyo ya imani, katika hali ya maombi, kwa imani kama vile tumesikia neno limesema, kila mmoja wetu ukiwa umefunga tu macho yako na mtazama Mungu, ambaye maandiko inasema yeye ndio zaidi ya yote, juu ya mambo yote, katika mambo yote, na umeamini ya kwamba unaweza ukanena na neno lako likafanya mambo yakafanyika. Kuna mambo umepitia kwenye maisha yako, kuna mambo unahitaji, kuna mambo umetarajia, kuna hali umekutana nayo. Mungu anakupatia fursa ile ujue ya kwamba uko na uwezo, na Mungu amekupatia imani hiyo. Usije ukasema kwa sababu uliombewa na mtu. Nakupa fursa hiyo ukanene maneno juu ya maisha yako, ukatamuke maneno ili ukaweze kuona kwamba pia wewe Mungu amekupa imani hiyo na kiwango hicho cha imani, na unaweza ukasema na mambo ikawa, katika jina la Yesu. Naomba tufungue kinywa chako. Mungu anaangalia na anaona na anasikia, and whatever you're going to speak, whatever you're going to declare in your life, it is being coming to reality right now. It is being manifested right now. Katika jina la Yesu, fungua kinywa chako. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu wetu ni Mungu mwenye uwezo. Mungu wetu umba mambo yasiyokuwa, anayaita yasiyokuwa kana kwamba yako. Katika jina la Yesu, tumia neno hilo katika jina la Yesu, ya kwamba maneno yako mchana leo ikaumbe mambo, ikasababishe mambo yafanyike. Shakaya ndobo sekenderebo, rekama ndobo sandarabo, shekendebo sandarabo, yandobo sekende masaka yandobo. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana tazama, kinywa kinaponena unatenda. Bwana kinywa kinaponena unatenda. Bwana kinaponena inatendeka. Katika jina la Yesu, mwangalie anayenena, mwangalie maneno hayo Jehova. Oh my God, you are a faithful God who commits to your word, oh God. Whatever declared comes to pass, oh dear Lord. Whatever God your people are declaring upon their lives right now, let it come to be in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu, shakando bosekenderebo. Naona Mungu akitenda, naona Mungu akitenda. Tamuka hayo unayonena. Mungu anaumba. There are things which are being made right now. There are things which are being formed right now. There are things which are being manifested right now. Katika jina la Yesu, tamuka. Can you speak to your life? Can you speak to the problems, to your challenges, to the mountains before you? Shakando bosekenderebo, rekamayando boshekenderebo. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana tazama, anatamka na kunena juu ya maisha yake. Bwana inatendeka dakika hii, inaumika dakika hii, inakuwa dakika hii, katika jina la Yesu. Mambo ambayo macho hayajaona, masikio hayajasikia, na akili haijafikiria, Bwana inatendeka mchana wa leo, katika jina la Yesu. Kuna milima unahamisha, kuna milango unafungua, magonjwa yanatoweka katika jina la Yesu. Matatizo yanatoweka, changamoto zinatoweka, maadui wanashindwa, mashimo maadui walichimba, Bwana tunavuka katika jina la Yesu. Mitego ambayo Bwana walitega, Baba tunavuka, unayategua katika jina la Yesu. Unaachilia mbingu, unafungua mbingu, unaachilia baraka badala laana, unaachilia kufanikiwa na kusonga mbele na kuendelea, na milango inafunguliwa, mipaka inapanuliwa katika jina la Yesu.
Asante mtakatifu wa watakatifu. Asante kwa sababu wewe pekee ndiwe Mungu. Asante kwa sababu Bwana umejitukuza. Uinuliwe Bwana na utukuzwe, maana hili neno limetimia katika jina la Yesu. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Maana kile limetamkwa limekuwa katika jina la Yesu. Naachilia uhuru juu ya maisha watu wako. Naachilia baraka tele. Naachilia kufanikiwa na kuendelea. Naachilia afya, ulinzi, uwepo wako Bwana, kibali katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe Bwana na utukuze kwa sababu umetenda mema. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba na tumeamini. Kama unaamini sema amen.